Mheshimiwa Halima James Mdeni kuona. Nashukuru mwenyekiti. Sasa hivi kuna zoezi la upimaji na uuzaji wa viwanja linaloendeshwa na Shirika la Maendeleo Dar es Salaam DDC katika halmashauri mbili za Ubungo na Kinondoni. Zoezi ambalo lina ugomvi na mgogoro mkubwa sana. Waziri aliahidi mbele ya bunge kwenda kutatua mgogoro kati ya tarehe 2 na tarehe 7 mwezi wa 6. Leo ni tarehe 9 mwezi wa 6. Waziri hajaonekana. Naomba majibu ya serikali, waziri ataenda lini na tutaongozana naye lini? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nishukuru majibu na nimpongeze Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu yake mazuri ya maswali ambayo amekuwa akiyajibu hapa, lakini nimhakikishie Mheshimiwa mbunge anafahamu Mheshimiwa Halima Mdee kwamba hali yangu ya kiafya haikuwa nzuri wiki yote iliyopita. Kwa hiyo sikupata nafasi ya kuweza kwenda, lakini nitakaa naye tuweze kupanga tuweze kwenda kama nilivyoahidi, na sikuahidi tu hapa ndani ya bunge lako tukufu Mheshimiwa Mwenyekiti, niliahidi vile vile nilipokutana na wale wazee walipokuja katika Wizara ya Ardhi. Kwa hiyo nitafika katika eneo hili. Mheshimiwa Yahya Mhata nilikuona. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna mgogoro mkubwa kati ya kijiji cha Chirunda na kijiji cha Lipupu. Je, wizara iko tayari kumwelekeza kamishna wa ardhi wa mkoa wa Mtwara kwenda katika vijiji hivyo ili kutoa suluhu ya mgogoro huo? Majibu Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mhata, nadhani baada ya kumaliza kujibu maswali haya tukutane ili tuweze kuliangalia kwa ukaribu, lakini nikubaliane na wewe kumwelekeza kamishna wa mkoa aende mara moja kwenye eneo hili la mgogoro na baadaye tupate mrejesho wa pamoja namna ambavyo chanzo cha mgogoro kilivyo. Asante sana Mheshimiwa Geoffrey Mizengo Pinda pamoja na Mheshimiwa Deo Ndejembi kwa majibu mazuri ya waheshimiwa wabunge kutoka Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Sasa tunaendelea na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Swali la Mheshimiwa Suma Ikenda Fyandomu, mbunge wa viti maalum, litaulizwa kwa niaba na Mheshimiwa Oran Njenza.